Bila shaka hujambo mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Biomedia. Karibu sana tuangazia yale makubwa ambayo yameweza kujiri kunako mitandao ya kijamii. Langu jina ni Official Rosby na hii ni chaneli ya Biomedia, chaneli pekee ambayo inakusogezea habari mbalimbali, habari za michezo, habari za burudani, udaku, habari za kijamii, siasa. Yote hayo unaweza kujipatia kupitia chaneli ya kwetu. Kama ambavyo tunajua, dada wa taifa Mange Kimambi ameweza kutangaza rasmi kupitia majukwaa yake mbalimbali ya mitandao ya kijamii kwamba atasitisha rasmi takribani kwa miezi 5 ajira ya umbea, kwa maana ya kwamba nguvu zake anazielekeza rasmi kwenye upande wa siasa. Kumbe bwana, kuna mambo ambayo yanamsibu. So Mange amezidi kumbuka. Gigy Money ameweza kutoboa siri chanzo cha Mange kuacha umbea. Amewapongeza wa Nigeria. Mambo yamekaaje, pengine unajiuliza. Stay here kuna channel hii ya Biomedia mpaka tamati kwa ajili ya kuona nini ambacho kimeweza kujiri. Unaambiwa katika kile ambacho kinaonekana kama mzozo mpya wa mtandaoni, msanii pamoja na mwanamitindo maarufu kabisa, hapa tukiwa tunamzungumzia bidada Gigy Money, amemvaa vikali Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram, akimshambulia kwa maneno mazito ya kejeli, dhihaka, lakini pia tuhuma nzito. Na Gigy Money ameonekana kuchoshwa kabisa na tabia za Mange za kuwadhihaki watu kupitia mitandao yake ya kijamii, akidai kuwa Mange amejijengea jina kwa kuwadhalilisha watu, kuposti picha ambazo hazifai bila idhini na kuwasema vibaya watu maarufu kwa lengo tu la kutafuta kiki na kujipatia umaarufu. Lakini kwa sasa, baada ya kukumbana na upinzani mkubwa kabisa kutoka kwa watu wa Nigeria, Mange amedaiwa kufiata mkia sasa na kutoweka kabisa mitandaoni, hali ambayo Gigy ameeleza kama aibu ya karne. Katika maneno makali ambayo yalijaa hasira, Gigy anadai kuwa Mange ni mwoga mwenye wifi na ego iliyojeruhiwa, ambayo hana uwezo wa kuhimili ukweli pamoja na nguvu za walioamua kusimama na kumkabili. Kwa upande mwingine, Gigy Money alimshukuru pia mwanamke mmoja hivi ambaye alifahamika kwa jina la Iya Bojo Fesprey, akimtaja kama Queen Mother kwa kumweka Mange kwenye nafasi yake na kumtetea si tu binti yake, bali pia wanawake wengine ambao waliwahi kukashfiwa lakini pia kunyanyaswa na bidada Mange kupitia mitandao. Mashabiki wengi bana wameshangazwa na moto huo wa Gigy, huku baadhi wakimunga mkono kwa kusema ni muda mwafaka Mange apunguzwe jeuri, huku wengine wakiona ni ugomvi usio na maana ambao unachochewa na kiki tu na ushindani wa kupata umaarufu kupitia mitandao ya kijamii. Jamani, mambo ni ya moto kweli kweli. Unaambiwa haishi mpaka aishe. Mange ameweza kutangaza kutitisha kazi ya umbea, ajira za umbea, kwa maana kwamba yale ambayo alikuwa anayafanya, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye amewachana watu ukweli, kusema vitu vya watu wazi, hususan watu maarufu, viongozi mbalimbali, kwa kutumia maarufu wake na majukwaa yake ambayo yanafuatiliwa na watu wengi sana. Lakini tulipata taarifa rasmi ya kwamba anasitisha kufanya jambo hilo kwa muda ambao utakuwa ni ndani ya miezi 5. So wengine wamepokea kwamba anafanya vizuri kwa sababu ameelekeza nguvu zake upande wa siasa, hususan pale ambako taifa la Tanzania linaelekea uchaguzi mkuu 2025. Wengi wakamsifu na kuona yes, anafanya kitu ambacho ni kizuri. Lakini kwa upande wengine wamepokelea kivingine, lakini watu kama kina Gigy Money wakiendelea kujiibua na kuleta upinzani mkubwa kwa maneno mengi ambayo yana nguvu ndani yake, nguvu ya hasira na mambo kama hayo. And of course inaoneshwa ama imetafsiriwa kama wasanii kuendelea kutumia kila ambacho Mange amekifanya kwa ajili ya wao kupata kiki kunako mitandao ya kijamii, kwa maana kwamba kile ambacho Gigy amekifanya kimetake attention kwa watu wengi na kuanza kufuatilia nini ambacho kimesababisha Gigy akazungumza hivi, nini ambacho kimepelekea Gigy akaandika hivi. So inaonekana kwamba kile ambacho amekiamua Mange watu wanakitumia ili kuendelea kujipatia kiki na kuwa midomoni mwa watazamaji wengi, midomoni mwa watu wengi katika taifa letu la Tanzania. Kama ambavyo tunajua wasanii wetu wa Bongo bila kiki sometimes mambo yanakuwa hayaende. Ukipotea kwa mashabiki mbalimbali, unatafuta kipi ambacho kitakurudisha mjini. So Gigy ameweza kujipulia ama kujikwapulia
kitu ambacho kimemfanya sasa hivi azungumziwe na kutazamwa kwa jicho la tatu na watu wengi, kwamba kwa nini ameamua kumvaa Mange kwa kitendo kile. Ni bifu ambalo analiendeleza ambalo limeonekana halina maana ama vipi. So mambo yako hivyo kwa upande wa Gigi pamoja na bidada Mange, mara tu baada ya Mange kutangaza kusitisha yeye kuwa mbea takribani kwa miezi 5 na kufanya mambo mengine kama masuala ya siasa ambayo ameyataja sana. Sasa mimi nakuja kwako wewe ambaye unafuatilia channel hii ya Bayo Media. Je, Mange Kimambi ataweza kujibu mashambulizi haya au ataendelea kuwa kimya? Je, huu ni mwisho wa enzi ya ubabe wake wa mitandaoni? Udakuhu bado unaendelea. Kaini mkao wa kula. Hii ni channel ya Bayo Media. Langu jina on the microphone in official Rose D. Uzuri kabisa usiache kusubscribe. Nitakuwa ninakupa update kila wakati kadri ambavyo zitakuwa zinaendelea. Nikukumbushe tu kwa mara nyingine, udakuhu unaendelea. Hapa ni mwanzo tu, tuko nao mpaka kieleweke. Endelea kusubscribe, itakuwa inapendeza ile kinoma na mpaka wakati mwingine endelea kusalia nasi.